Lord has made, that we want to rejoice and be glad in it. I welcome you in our service, even as we share the bread of life, believing that the Lord will minister to each and every one of you in a very powerful way. The Lord shall lift up the weak, you shall be encouraged, and I'm trusting God the Lord shall take you from level to level. I want us to close our eyes and pray for the word of God. Lift up your hands before the living God. Our dear everlasting Father, in the mighty name of Jesus, this is another wonderful morning you have given to us to share and break the bread of life, even to share the mysteries of the kingdom of God. I pray that this morning, Lord, we may find favor in your presence. I pray the Lord Jesus may minister to us in a language we are able to understand. Sanctify us and prepare us, even as we hear from you, Lord. Open the ears of the hearers. Open our hearts that we may receive the wisdom that cometh from the Lord. Have your way, Holy Spirit. Minister to us and bless us. In Jesus' name we pray. Somebody shout amen. We bless the Lord for this wonderful morning. And shortly I'll be bringing the word of God to you. The topic or the theme of this day is entrances to your boundaries. Ni vizuizi vya mipaka ambayo Mungu amekuwekea. Entrances to your boundaries. Allow me to define what an entrance is. An entrant, it's something that is able to stop you, to interfere with your mobility. It is something that could stop you from reaching to a place that you wanted to reach. Grace, a boundary is a place, ni mahali ambapo pamehifadhiwa, ama mahali ambapo kila mtu ametamani kufika. In other words, tunaweza kusema kwamba ni entrance also to your destiny. Ni mahali ambapo hatima yako, mwelekeo wako ulipo. Ukiangalia katika Biblia, katika kitabu cha Exodus 23:25, maandiko inasema hivi: nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atawabarikia chakula chenu na maji yenu, nami nitakuondolea hata magonjwa kati yako. Apata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote watakao kuwa maadui zako, nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe migongo yao wakitoroka. Jina la Bwana wetu lisifiwe sana. These are the words of the Lord to the Israelites. Na ningependa kusema kwamba when we talk about entrant, it is the will of God that every man, ama nisema hivi ya kwamba Mungu amekusudia kwamba kila mwanadamu akaweze kuwa na mahali anaweza kufikisha hatima yake ama maisha yake. Mungu amechora laini ya mahali tupasapo kufika. Na ndio Mungu anaambia wana wa Israeli, nimewatoa katika nchi ya Misri, niwapeleke mahali ambapo pana asali na maziwa. Kumaanisha Mungu alipowakomboa wana wa Israeli, alikusudia kuwafikisha katika mahali fulani palipo bora kuliko mahali walipoanza. Na maandiko yanasema Mungu alitembea na wao na akawaahidi, akawaambia, ikija kuwa mtaniabudu, ikija kuwa mtaniheshimu na mnitumikie, nitawafikisha mahali pa ahadi yangu, mahali ambapo adui zenu hataweza kuwashinda nguvu, mahali penye mashamba yenye rotuba na ni makubwa, mahali ambapo nitapigana na adui zenu. Na nikipenda kusema kwamba shortly ya kwamba kuna kitu kinaitangwa grace to your boundaries. Neema ikusukumayo. Hakuna mtu anaweza kufikia mahali hapo ikija kuwa si kwa msaada wa Mungu. Na nikapenda kusema kwamba watu wengi ni wale wanaamini wanaweza fikia hatima zao kwa uwezo wao. Aidha ni katika elimu, aidha katika wingi wa mapato ama pesa. Na wengi wanaona kama maisha ni rahisi sana kufikia.
Nimeona matajiri wengi ambao hawakufikia mahali walipokusudia kufika. Nimeona familia nyingi zilizojiamini hata kama wakusimama na Mungu, kwa sababu ya hiyo imani ya bure waliojiwekea. Baada ya muda adui akawaingilia na akaweza kuwashinda na wakashindwa kuendelea. Hivyo ningependa kusema kwamba ukisoma kitabu ya Zekaria 4:10, maandiko inaongea habari ya mwanzo wa mtu. Inasema usiudharau mwanzo wako mdogo. Ijapokuwa mwanzo wako ni mdogo, lakini mwisho wako utakuwa mkubwa. That means the will of God is that though your beginning could be small, whether in marriage, whether in business, or whether in the ministry, Mungu anasema even if your beginning could be small, the Lord plans that you continue gradually, growing slowly by slowly, attaining the glory by the Lord has preserved for your life. Let me hear a great amen. Jina la Bwana wetu lisifiwe sana. Kwa hivyo ningependa kusema, na ukisoma pale chini, Mungu anawaambia kwamba nitawapatia nchi ya Wakanaani, nitawapa nchi ya Waamori na Wahiti, lakini mambo haya sitayafanya siku moja. I will draw, I'll push your enemies slowly by slowly. Pole pole, ijapokuwa mnaonekana wadhaifu kwa sasa, ijapokuwa mnaonekana wanyonge kwa saa hii, lakini pole pole mtawasukuma maadui zenu. Nitaenda nikipanua hozi lenu, nitaenda nikiwapanua, na hatimaye watu wataona ukuu wenu na watamheshimu Mungu wenu. Jina la Yesu lisifiwe. Nikipenda niseme pia kwamba ukiangalia Ezekiel chapter 47:13, inasema the Lord has set boundaries for the land. Mungu ameweka mipaka ya nchi na ameweka mipaka ya watu, kabila za watu, mataifa ya watu, ameweka mipaka. Ningependa kusema kwamba na Mungu aliwaambia wana wa Israeli, ukisoma Ezekiel anawaambia kwamba take care of the gods of the land. Mjichunge na tabia ya watu wanaoabudu miungu, maana hiyo miungu ndio rahisi sana kuwatrap, iweze kuwanaza. Kitu kimoja, ijapokuwa Mungu alipenda Suleimani hawe mtu mkubwa, ijapokuwa Mungu alikusudia hawe na upako na neema nyingi ya Mungu, lakini alipoenda kaoa wanawake wa kimataifa, walimzuilia, wakamtrap, wakamnaza, akaondoa imani yake katika Mungu. Nikipenda kusema ya kwamba every great man, every man with the potential, every man with ability, you can never fail to attain your dream or your vision unless you are trapped on your way. Na watu wengi ni wale ambao wamewekwa mikanda na adui katika miguu. Nikipenda kusema ya kwamba the greatest enemy you need to take care of in your life is the enemy that entraps, the enemy that traps. Adui anayekuja kukunaza, adui anayekuja akufunge mguu, akuweke katika gereza la hatima, the prison of destiny, so that you don't become what the Lord intended to make you. Allow me slowly, within very few minutes, to take you through the entrance to your boundaries. Ni kitu gani kinaweza kumzuia mtu akashindwa kufikia na hatima yake ama mipaka Mungu alimwekea? Number 1 ni kitu kinaitwa general disobedience. General disobedience. Unaweza kuwa mtu ambaye ana hatima kubwa. Unaweza kuwa mtu ambaye ana mwito mkubwa. Unaweza kuwa mtu ambaye Mungu amemnunulia kuwa mtu mkuu. Na jambo la kwanza ningependa ufikirie, kwa nini Mungu anapeana shamba la Wakanaani, Wahiti na Waamori na Jebi katika mikono ya Waisraeli? Maana wao walikataa kumtii Mungu, walikataa kumheshimu Mungu, na Mungu akawang'oa katika ahadi zao, akawang'oa katika nchi yao. Ningependa kusema kwamba wakati mwanadamu anapokuwa na disobedience to God, kitu ya kwanza ambacho anachokipokea ni kung'olewa katika mahali pa hatima yake. Wale Wajebi waling'olewa sababu ya disobedience. Wale Wahiti waling'olewa sababu ya disobedience. Walikataa kuishi mahali pao ambapo mashamba yalikuwa ni yao, ng'ombe walikuwa ni wao, lakini Mungu akachukua wale ng'ombe na mbuzi na maisha mazuri akayapeana kwa wana wa Israeli. Na kuna mara nyingi unaweza kuona Mungu anaelekeza mtu kufanya mambo fulani, lakini in our days the greatest cancer in the church ni cancer ya disobedience. Watu, kizazi chetu kina shida moja ya kuona kitu kinaitwa general disobedience. Unakuta Mungu anakuambia fanya hivi, unakataa. Ninakumbuka historia ya mtu ambaye anaitwa mwana wa Kushi, anaitwa Sauli. Sauli alikuwa ni kijana shupukizi, alikuwa ni kijana mwenye nguvu, lakini Mungu amemchagua na amemwagia mafuta, akamweka katika mahali pa ufalme. Mungu anamwambia enda haribu Agagi, enda haribu wale watu wa Meleki. Lakini kwa sababu Sauli masikio yake haikujifundisha kumsikia Mungu, siku moja alichukua nafasi hata akatoa dhabihu wakati mtumishi wa Bwana Samueli alipo
kuchelewa. Akachukua nafasi ya kuhani, akachoma dhabihu kwa madhabahu, akafanya mambo Mungu hakumwambia fanye. Na kwa sababu ya hii Mungu alisidi kukasirika na Sauli. Sauli hata mara nyingi alienda kukonsoti wachawi, alienda kwa waganga kuuliza mashauri, na Mungu alikuwa amemwagiza usifanye hivyo. Inaitwa general disobedience. Even if his destiny was great, even if his calling was great, but Saul had an element ambayo it trapped him, that he never became what God wanted him to become. He never reached where God wanted him to reach. Mara nyingine unaweza kuona Mungu anakuambia omba, tafuta nafasi, funga na uombe, na Mungu anajua ukifunga na uombe utapokea energy na grace ya kukupush to the will of God. Itakusukuma ku overcome the battles of your business. Itakusaidia ku overcome the battles of your marriage. Itakusaidia ku overcome the traps and the snares laid by the enemy of your way. Lakini kwa sababu hata mara nyingine Mungu aliongea na watu kama Gideon, Judges chapter 6, anamwambia Gideon, mambo yale unakabiliana nayo ni makubwa, ni misingi ya kijamii, inakufanya uwe maskini, inakufanya ushindwe kuinuka. Na Mungu akamwambia toa dhabihu, enda utoe dhabihu mbele za Bwana. Na akachukua ng'ombe akatoa, akachukua dhabihu akamtolea Bwana. Ni mara ngapi hata Mungu anaweza kukuuliza hata umtolee dhabihu Mungu akupiganie vita, lakini kwa sababu ya general disobedience, watu kukosa kusimama vizuri, unakuta kwamba wanashindwa kufikia boundary Mungu alizowekea. General disobedience could be an hindrance for you to become what God has wanted you to be. Number 2, kwa sababu ya time, kuna kitu kinaitwa unbelief. Unbelief. I want to say in our days, we also have another very serious cancer in our church. We have a serious disease in our generation, the disease of unbelief. Many people, they are living a life of doubting God. We have failed to live a life of conviction. Unless you allow the word of God to convince you that what God says about you is true, you can never attain the prophetic promises given by the Lord in the Bible. Now many people don't believe. All the promises of God are yes and amen. All the promises of God are yes and amen. Now the Israelites, apart from Joshua and Caleb, they had a team died in the wilderness because of the disease of unbelief. They never believed God. They doubted God. That's why Hebrews chapter 10 that 5 it says, we don't belong to those who doubt God and they are destroyed. We belong to them that believe until they inherit the promises of God. Number 3 also, I want to say about the measure of what God can do is not in his power. It is in our ability to believe and to have faith in God. I want to say that faith is the hand that receiveth the promises of God. Any man who does not have faith in God does not have hands to receive the promises of the Father. And that's why the Bible says, even if you had faith as little as the mustard seed, you can take this mountain, move from here and go there, and it obeys. That it shows how powerful faith in God is. And I want to say, the Bible says, a man without faith is like a sea and a turbulence. It can be thrown here and there. It can be tossed up and down. Why? Because that man can never be stable in whatever he does. Jesus says, your faith has healed you. Your faith is the hand that receiveth the promise of God. Believe God even if your family is not known well, and believe is the biggest barrier that can lead a man from attaining the promises of God. Allow me to say that many people in the Bible, they received what God had promised to them through believing in God. Number 3, briefly, it is something called unfaithfulness. Unfaithfulness could be a barrier to your destiny. Unfaithfulness could be a snare to your boundaries. It could be an enemy of your grace that pushes you to reach your destiny. Kuna kitu kinaitwa unafiki. Na nimeona Wakristo wengi wa nyakati zetu wamekuwa Wakristo wanafiki. Watu wasio waaminifu. Si waaminifu kwa Mungu, si waaminifu kwa wadugu wenzao, si waaminifu kanisani, si waaminifu kwa wahubiri wao. They fail. But tunasema Psalms 18:25, to those who are faithful I shall show my faithfulness to them. Now unfaithfulness makes you not only stagnate in life but move behind. It makes you also move behind, but also lose what you had already attained in your life. Nikipenda kusema uaminifu haikukoseshi tu neema kusonga mbele, lakini pia inakuwa ni kitu ambacho kinakuipa neema ambayo uliokuwa unayo mbeleni, na inakutolea vitu ambavyo ulipewa
kuzuiliwa kwa sababu ya kutokuaminika. Si hata leo Mungu akusaidie neema ya kuaminika hata kanisani, neema ya kuaminika mbele ya watumishi wa Mungu, neema ya kuaminika machoni pa Bwana iwe juu ya maisha yako. Na kwa sababu ya time, number 5 ni kitu kinaitwa warfare, vita vya kiroho. Ningependa urealize ya kwamba kuna vitu vinaitwa upinzani wa kiroho. Upinzani wa kiroho unaweza kukuzuia hatima yako isijidhihirishe. Inaweza kukuzuia. Na ukiangalia Wakorintho wa 2:11 inasema, do not be ignorant of the schemes of the devil. Usiwe mtu ambaye ni ujui mipango na mikakati ya adui aliyoipanga. The devil also can hinder you. He can stop your family. You need to understand, the devil can stop your business. The devil can challenge your children. The devil can challenge your ministry. If you're not very careful, the demons can hinder your family, your children, your ministry. They can frustrate your children and cause even them to terminate their destinies prematurely. Demons can put you down. They can also arrest a village. They can arrest a nation. Na ndio maana tunasema Psalms 24:7 inasema, lift up your heads, all you gates. Ancient gate, lift up your heads. Enyi malango ya samani. Hii ni mapepo ya kijamii, mapepo ya kiuchawi, mapepo ya foundations of the family. Even if you carry great potential, if these things are not arrested and they're not addressed, they can stop you from becoming what the Lord has always looked. Ukisoma Waefeso 6:10 inasema kwamba we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, power rulers. Hii ni maufalme zilizojiweka katika ulimwengu ya roho. Kazi yake ni kuzuia maendeleo na ufanisi wa watu wa Mungu. Hivyo nikipenda kusema, you need to become a man or a woman of prayer so that you can address upinzani wa rohoni. Nikipenda nisema kwamba unaweza kuwa mzee mzuri, mama mzuri, kijana mzuri, mtu mhuduma mzuri, lakini maroho machafu yakafrustrate even your ministry and your work of God. Asubuhi ya leo ningependa tumwamini Bwana ya kwamba you know be stopped, ya kwamba even as we speak about the entrances to our destinies, the entrance to our dream salvation, ni vema kujua kwamba mpendo unaweza suiliwa. Hata kama wewe ni mtu mzuri unaweza suiliwa. Ni wasichana wangapi walisuiliwa kuolewa hata kama walikuwa na sura nzuri? Ni vijana wangapi walifanya hata masomo na wakainuka lakini hawana ajira? Ni watu wangapi walikuwa wazuri hata walianza vizuri kwa ndoa lakini ndoa zao wasiendelee? Ni vema kuelewa ya kwamba to be successful it is not automatic. There is something, a price to pay for where you want to go. Lift your hands before the presence of God even as I pray for you. Inua mkono wako mwambie Bwana, I trust you that even as I stand to fight for my destiny, no demon spirit shall stop me. I want to nullify and destroy every deception of the devil in my life. I want to pray the Lord, let your grace arise over me and cause me to stand. I want to call you Yahweh, that Lord Jesus, you are our Father. I pray for these people that you deliver all of them and together with me, even from every snare and every satanic scheme, every demonic verdict that could hinder us from becoming the kind of children you have desired, the kind of people you have called us to be. Father, I give you praise. This morning, we give you honor and the glory because you are such a faithful Father. We praise you and honor your name. In the name of the Lord our God, we pray and believe. Somebody shout amen. Let's put our hands and celebrate the King of